Angalieni Waislamu namna walivyoingia katika dhambi ya riba. Riba katika simu, riba katika mikopo ya aina mbalimbali, na imefikia hatua kwamba leo hii Waislamu wanaambizana katika vikundi vyao, katika vikoba vyao, wanaambizana kwa kusema kwamba hii ni riba ndogo, unapewa shilingi 100,000 halafu unarudisha 100,000 na 25,000. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wacha Mungu. Ndugu zanguni katika imani, hotuba yetu ya leo tunazungumzia fadhila za miezi mitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba malaika, kisha akachagua akasema hawa minal muqarrabina. Allah subhanahu wa ta'ala akawaumba wanadamu, kisha akachagua manabii na mitume. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba hii ardhi, halafu akachagua katika hii ardhi kuna sehemu ambazo ni bora zaidi, ambayo ni misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hivyo hivyo katika hii ardhi Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baadhi ya sehemu na baadhi ya miji kuwa ni bora zaidi kuliko miji mingine, kuliko sehemu nyingine. Na hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba nyakati akajalia kuwa katika wiki kuna siku ambayo ni bora kuliko masiku mengine, ambayo ni siku ya Ijumaa. Na hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala
katika usiku akajalia katika usiku, akachagua usiku ambao ni bora zaidi, ambao ni usiku wa Lailatul Qadri. Na hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi ya mwaka mzima akachagua mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi minne mitakatifu. Ndugu zangu katika imani, katika fadhila kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala pengine amenijalia mimi na wewe, ni kuingia katika neema hii, ni kutujalia sisi kuwa tuko hai na tukaingia katika neema hii ya kuingia katika miezi mitakatifu. Kwa nini? Kwa sababu katika miezi hii mitakatifu malipo yanakuwa ni maradufu zaidi. Mja anapofanya mambo ya kheri, anapofanya ibada, analipwa zaidi kuliko katika miezi mingine. Ndugu zangu katika imani, leo hii sisi tunaishi katika haya masiku ya mwanzo kabisa ya mwezi wa Dhulqaada. Tuko katika masiku ya mwanzo kabisa ya mwezi Dhulqaada. Basi kwa ajili hiyo, hebu tuzungumze fadhila za miezi hii mitukufu. Yaqulu Allahu azza wa jalla, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 ambayo imeandikwa, na hii ni hukumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu kuwa ndio hivyo, kuwa idadi ya miezi katika mwaka mzima ni miezi 12. Yauma khalaqa as-samawati wal ardh, toka siku alipoumba mbingu na ardhi, minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni mitakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hiyo ndio dini iliyokuwa sawa, lakini fala tadhlimu fihinna anfusakum, sidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Baadhi ya wanazuoni wakasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo kwa kutenda madhambi katika miezi minne ambayo ni mitakatifu, lakini katika miezi yote ya mwaka mzima. Yaani tafsiri yake ni ipi? Kwamba kutenda dhambi katika miezi hii minne mitakatifu linakuwa ni jambo la hatari zaidi kuliko katika miezi mingine isiyokuwa hii miezi minne. Lakini kingine, Allah subhanahu wa ta'ala kusema kwamba msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii mitakatifu, maana yake si kwamba katika miezi mingine tunaruhusiwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabii sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha hii miezi, anasema inna zamana qad istadara ka hayatihi, zama zimezunguka zimerudi kama siku alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahra,
Mwaka ni miezi 12, minha arbaatun hurum, katika hiyo 12 kuna 4 ambayo ni mitakatifu. 3 mutawaliyati, mitatu imefuatana, ambayo ni Dhulqaada wa Dhulhijja wa Muharram wa Rajab, ambao uko baina ya Jumada wa Shaabani. Ndugu zanguni katika imani, hii ndio miezi mitakatifu, na alhamdulillah leo hii sisi tumeingia katika miezi hii mitakatifu. Na kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema inna zamana qad istadara kahayatihi, tafsiri yake kubwa ni kama vile anawaambia masahaba na waislamu wote watakaokuja baada ya hapo, kwa sababu haya maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyataja, ameyazungumza katika hijjatul wadaa. Ni kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba kwamba hakikisheni hii ibada ya hija isifanyike isipokuwa katika muda kama huu ambao leo hii tunafanya ibada ya hija. Ndugu zanguni katika imani, leo hii tuko katika 10 la mwanzo kabisa la mwezi wa Dhulqaada. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu kwa kutenda madhambi. Ndugu zanguni katika imani, dhambi iliyokuwa kubwa zaidi ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukachukua ibada ambayo anastahili kufanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaichukua ukaenda kuielekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio dhambi ambayo ni kubwa zaidi kuliko dhambi zote. Hiyo ndio dhambi pekee ambaye mja akifanayo basi Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumsamehe. Ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa masiku ya miezi hii mitakatifu kuna masiku ambayo ni khairu ayami dunia. Kuna masiku ambayo ni bora katika masiku ya dunia, kama vile siku ya Arafa. Ndugu zangu katika imani, imekuja katika sahihi hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wasallama, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, afdalu ayami, bora ya masiku ni siku ya Arafa. Na siku ya Arafa, ndugu zangu katika imani, inapatikana katika hii miezi mitakatifu. Ukiondoa Dhulqaada unaingia mwezi Dhulhijja, ndani ya Dhulhijja ndio inapatikana hii yaumu Arafa. Lakini ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, akawaambia maneno haya, ma min ayami al'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, hakuna masiku ambayo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya 10. Yani hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anakusudia yale masiku 10 ya mwanzo ya mwezi Dhulhijja. Masahaba ridwanullahi alayhim wakasema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, wala aljihad fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, wala hata jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa mtu ambaye illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, mtu ambaye ametoka kwenda kupigana jihadi yeye mwenyewe katika nafsi yake, lakini na mali yake, thumma lam yarji min dhalika shay, kisha hakurudi, hakuna kilichorudi.
Ndugu zangu katika imani, masiku haya tuliokuwa nayo, miezi hii ambayo tulioingia, ni miezi ya waja kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni miezi ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya kheri za aina mbalimbali, na moja ya kheri hizo ni Muislamu kudumu katika faraidh na tatawuati, kudumu katika zile ibada ambazo ni za lazima zilizofaradhisha, na zile ibada za sunna, ibada zilizofaradhisha, kwa mfano sala tano na nyinginezo. Lakini ibada za sunna zipo nyingi. Kuna funga za sunna, kuna kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa sadakati, kwa kusaidia maskini, mafakiri, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtaja, kwa kuzidisha zaidi tahlil, qawlu la ilaha illa Allah, kuzidisha zaidi kuleta tahmid, Allahu akbar. Lakini vile vile, ndugu zanguni katika imani, kufanya yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Ndugu zanguni katika imani, katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, imekuja katika hadithi al-Qudus, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, hadithi ya Abi Huraira. Allah anasema, inna Allah ta'ala qala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, man aada li waliya, mwenye kumuudhi wali wangu, faqad adhantuhu bilharbi, basi huyo ametangaza vita na mimi, nimemtangazia vita. Wama taqarraba ilayya abdi bishay'in, na mja hajikurubishi kwangu, ahabba ilayya mimma aftaraftuhu, hajikurubishi kwa jambo ambalo linapendeza zaidi kwangu kuliko yale mambo ambayo nimeyafaradhisha. Yaani mja pale anapotekeleza ibada vizuri, anaposwali swala zake 5 vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala anapenda, Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mja huyo. Allah anaendelea katika hii hadithi kuzungumza katika hadithi al-Qudus, anasema, wala yazalu abdi, na haji mja wangu, yataqarrabu ilayya bin nawafil, anakijikurubisha kwangu kwa kufanya ibada za sunna, hatta uhibbahu, mpaka ninampenda mja huyo. Ndugu zangu katika imani, leo sisi tunadharau ibada za sunna. Wewe unajua kwamba Bilal bin Rabah, ibada za sunna ndio ambazo zilimfanya Mtume sallallahu alayhi wasallama asikie nyayo zake, asikie ile migongano ya viatu vyake vinatembea katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza Bilal, akamwambia, Bilal, ni amali gani ambayo umeifanya katika Uislamu? Kwa nini? Kwa sababu mimi, fa inni sami'tu daffa ni'alika fil janna, nimekusikia unatembea peponi Bilal. Hapo Bilal bado hajafa, yuko hai, yuko duniani. Bilal akamjibu Mtume sallama, akamwambia, mimi hakuna jambo kubwa ambalo mmelifanya katika Uislamu, isipokuwa ilikuwa tu nikichukua udhu, basi nahakikisha huo udhu ninauswalia rakaa 2. Na katika riwaya, kwa sababu Bilali alikuwa ni maadhini, alisema baadhi ya mapokezi kwamba ilikuwa nikiadhini, nikimaliza kutoa adhana, basi ninaswali rakaa 2. Bilali anatembea katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa bado yuko hai kwa ibada hizi za sunna. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hajapata kujikurubisha mja kwangu mimi kwa kufanya ibada za sunna mpaka inafikia hatua ninampenda mja huyo. Fa idha ahbabtuhu, pindi nitakapokuwa nimempenda mja huyo, basi kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih, basi mimi ndio nakuwa sikio lake
la yeye kusikilizia. Manake mja huyu hasikilizi isipokuwa kile kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mja huyu anakuwa katika usimamizi wa Allah. Huwezi ukamkuta sikio lake likasikiliza yaliyo ya haramu, lakini wa basarahu alladhi yubsiru bihi, lakini inakuwa ndiyo sikio lake ambalo anasikilizia. Wa yadahu allati yabtishu biha, lakini ndiyo mkono wake ambao anautumia kushika. Wa rijlahu allati yamshi biha, lakini ndiyo miguu yake ambayo anatembea. Hawezi akanyanyua mguu wake mja huyu ambaye amependwa na Allah subhanahu wa ta'ala akatembea kwenda kwenye haramu, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala amemweka kwamba yeye ni katika waja wake. Hivyo yote anayoyafanya anaelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kubwa zaidi ya yote, Allah anasema wala in sa'alani, akiniomba la u'tiyannahu, basi nitampa. Wala in ista'adhani, akinitaka kinga, la a'idhannahu, basi nitamlinda. Inawezekana leo hii ndugu zangu katika imani tunaomba dua hazikubaliwi, hazijibiwi, tuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi sio katika wale vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, ndugu zangu katika imani, kwa kumaliza hotuba yetu, jambo ambalo tunatakiwa tuingie nalo katika miezi hii mitakatifu, ijtinabul maasi wasayiati, kujiepusha na maasi na makosa ya aina mbalimbali. Ndugu zangu katika imani, imethibiti katika kutoka kwa masahaba ridwanullahi alaihim, wanasema innakum lata'maluna a'mala, hakika nyinyi mnaweza kawa mnafanya matendo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ikawa nyinyi mnasema au mnaona katika mtazamo wenu, hiya adaqu fi ayunikum min ash-sha'ri, yakawa mnayaona ni madogo katika macho yenu kuliko unywele. Wa kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama min al-mubiqat, lakini sisi tulikuwa tukiyahesabu kipindi cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, tulikuwa tukiyachukulia kuwa ni miongoni mwa madhambi yenye kuangamiza. Leo hii ndugu zangu katika imani, angalieni Waislamu namna walivyoingia katika dhambi ya riba. Riba katika simu zetu, riba katika mikopo ya aina mbalimbali. Na imefikia hatua kwamba leo hii Waislamu wanaambizana katika vikundi vyao, katika vikoba vyao, wanaambizana kwa kusema kwamba hii ni riba ndogo, unapewa shilingi 100,000 halafu unarudisha 1,025. Riba ndogo aliyoisema Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema riba ndogo ile ambayo wewe unaiona ni ndogo ni sawasawa na mtu kumwingilia mama yake mzazi. Leo ni nani katika sisi ambaye anaweza kulifanya hilo? Ndugu zangu katika imani, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Na uchamungu una vipande viwili. Kipande cha kwanza ni kufanya yaliyoamrishwa, fi'lul awamir, kufanya yaliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kipande cha pili cha uchamungu ni tarku nawahi, ni kuacha yale yaliyokatazwa. Muislamu ni lazima usimame hapo katikati. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.